Haleluya, wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha semina ya unabii wa mwisho wa dunia na mjumbe wa agano hapa duniani. Na bado tunaendelea na semina yetu ya ujenzi wa kanisa halisi. Bado tuko katika ile taa yetu ya 4 kiasi, taa ya 4 kiasi. Bado tunaendelea kuangalia chapa ya mnyama namba 666. Tutaangalia mahali hapo katika ule mstari Ufunuo wa Yohana mlango wa 13. Ufunuo wa Yohana pale kwenye huo mlango wa 13 tutaangalia kwenye huo mstari wa, ili tuweze kujua leo somo la leo litakuwa ni zuri sana. Watu wengi sana wameshindwa kufafanua hapa. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 17, Roho wa Mungu anasema hivi: tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Mtu yoyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ya jina hilo la huyo mnyama au hesabu ya jina lake. Mahali hapa ndipo penye hekima sana, mahali hapa ndipo penye akili sana kuliko hata kuangalia ile chapa yenyewe 666 ambayo tutaenda kuiangalia. Hapa anazungumza kwamba kununua na kuuza. Mtu hawezi kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile. Alikuwa anazungumzia sio kununua maandazi au kununua unga au mchele au magari au vitu hivi vya kidunia. Yohana alikuwa katika roho na alionyeshwa kwamba mtu yoyote hawezi kununua wala kuuza mpaka awe na ile chapa au jina la yule mnyama halisi aliyopo pale. Tunaangalia hapo katika kitabu cha Isaya mlango wa 55. Isaya 55 tunapata picha moja nzuri sana hapo ambayo itatupelekea kuweza kujua habari za kununua na kuuza zilizokuwa zinazungumzwa. Hapa Isaya 55 mstari wa 1 mpaka pale kwenye huo mstari wa hapo chini anasema hivi: haya, kila aonaye kiu njoeni majini, naye asiye na fedha njoeni nunueni mle. Naam, njoeni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Hapa anazungumza, anasema njoeni majini mnywe bure, mle bure. Njoeni mpate divai bure. Anapozungumzia maji anazungumzia neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna maji, ndani ya neno la Mungu kuna damu, ndani ya neno la Mungu kuna roho. Kwa hiyo anapozungumzia njoeni mnywe bure, kama jinsi alivyokutana na yule mwanamke alipokuwa akiteka maji katika ile Yohana mlango wa 4, akaomba maji anywe. Yule mwanamke akawaambia kwamba hatuwezi kuchangamana na Wayahudi. Akasema, mama, ungekuwa unajua karama za Mungu, ungeniomba maji ya uzima, kwamba unapokunywa hayo maji usione kiu tena. Unaweza kuona na chakula ambacho yeye ndio chakula cha uzima, kwamba mtu akila chakula hichi anaweza asife. Unaweza kuona mauti inaondolewa kwa kula chakula hichi. Kwa hiyo anapozungumzia njoeni mnunue bure, maana yake nini?
sisi watumishi wa Mungu ambaye tumeitwa katika kweli yote. Yesu alivyokuwa na watuma wanafunzi wake aliwaambia, mmepata bure, toeni bure. Kwa hiyo neema hii ni ya bure ya mjumbe wa agano. Unanunua bure, unapata bure. Unanunua kitu gani sasa? Unanunua nini? Unanunua kitu gani bure? Unanunua kitu gani bure? Katika kitabu cha Methali mlango wa 10 Methali mlango wa 3. Methali mlango wa 3, tunaona hapa Mungu anatufundisha jambo la muhimu ambalo kila mmoja anatakiwa kujua. Methali mlango wa 3 mstari wa 13 mpaka 26. Roho wa Mungu anasema hivi: heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye anathamani kuliko marijani, wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Unaweza kuona. Kwa hiyo hapa anazungumza hapa kwamba biashara ya hekima na maarifa na ufahamu, hiyo ndio biashara yenye thamani kubwa kuliko vitu vyote hivi unavyoviona ambavyo vinatamanisha watu leo na kuwafanya kuwa mafisadi na matapeli namna hiyo. Unaweza kuona. Kwa hiyo biashara iliyokuwa inazungumzwa ni hekima ya Mungu, kama jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa anatolea mfano akasema, mtu mmoja Kabaila alitoka kwenda kutafuta ufalme, akawapa watu wake mafungu 10, akawaambia kwamba fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Kwa hiyo biashara iliyokuwa inazungumzwa, huwezi kwenda kuuza kweli yote wala kununua. Watu hawawezi kununua kweli yote mpaka wawe na jina la mnyama, jina la madhehebu, jina la dini, jina la mila na desturi fulani. Kwa hiyo mtu anapotoka hapo anapata kibali, anapewa kibali cha jina hilo la madhehebu, kama jinsi anavyosema katika kitabu cha Methali mlango wa 23 mstari wa 23. Siku ile tulikuwa tunasema Zaburi 23, kumbe ni Methali sasa 23 mstari wa 23. Anasema hivi: inunue kweli wala usiuze, na hekima na maarifa na mafundisho na ufahamu. Angalia maneno hayo, inunue kweli wala usiuze. Na anakueleza hapa Suleiman, inunue kweli wala usiuze, na hekima na mafundisho na ufahamu. Kwa hiyo huwezi kwenda kuuza kweli kwenye masinagogi ya watu yenye majina yao, mpaka uwe na jina hilo la hilo sinagogi, mpaka uwe mshirika wa sinagogi hilo, mpaka uwe na chapa ya mafundisho yao, mpaka uwe na chapa ya maneno yao, ya mipangilio yao, ya katiba zao. Unaweza kuona. Kwa hiyo anapokuwa anazungumzia habari ya kununua na kuuza kwa watu wa mwilini, hawa manabii wa uongo na mitume wa uongo na maaskofu wa uongo wanavyowafundisha watu kwamba huwezi kununua, huwezi kuuza, ni kama jinsi tulivyoona ya kwamba watu wanatwaliwa, hawaning'inizwi juu kama hawa mafundisho ya walimu wa uongo na manabii wa uongo na mitume wa uongo wanavyofundisha. Tukaona kwamba mtu anatwaliwa hekima yake, maarifa na ufahamu, anatekwa fikira zake zinapata kumtii Kristo, ndio anatwaliwa katika maongozi ya kishetani haya yenye chapa ya mnyama. Unaweza kuona. Kwa hiyo huwezi kununua mpaka uwe na hiyo chapa ya mnyama au jina la mnyama yule, ambayo tunaona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana hapa. Ufunuo wa Yohana mlango wa 17. Ufunuo wa Yohana mlango wa 17 anasema hivi:
Ufunuo wa Yohana mlango wa 17 anaendelea kusema ya kwamba nataka tuangalie majina ya makufuru hapo. Majina ya makufuru katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana